ya mapato. Kuna ambao wamekuwa mabondia kule. Napiga watu. Serikali gani ambayo inapiga watu? Piga wananchi. Ramishenyi pale. Nafunga magari ya watu, natia cheni, nazuia watu wasiuze hata mkate kwenye gari. Sasa kuna haja gani? Wananchi wanatafuta fursa. Basi kusimama linaenda huko Karagwe, sisi linaenda wapi? Ni fursa. Likisimama anauza mkate. Kuna shida gani? Kama nyinyi hamtaki lisimame pale, zuieni mabasi yasisimame pale, sio mzuie watu wasifanye biashara kwenye mabasi. Shida yenu mnaangalia mtu alipoangukia, angalia ulipojikwaa. Kwa hilo sitaki lijirudie. Sio kama hiyo mkuu wa idara yuko hapa. Haiwezekani. Yaani mnadaije hivi mpaka upige mtu. Yaani imekwazika sana. Na waomba tukafanye kazi. Ndio maana tunasema tumechagua umoja na amani kwa maendeleo ya taifa letu. Umoja na amani. Kila kitu kifanyike kwa umoja, na ukishakuwa kuna umoja kutakuwa kuna upendo. Upendo ukiwepo, amani na kuwepo. Na amani ikiwepo, maendeleo ya taifa na maendeleo ya manispaa yetu yatapatikana. Sasa mkishafika mahali, hata TRA siku hizo wameondoa hiyo biashara kuzunguka na migambo. Kwa nini nyie msiwaelimishe tu wale watu wa mabasi, wale watu wanaofanya biashara hapa? Kwa nini msiwaelimishe tu? Mkawafanya marafiki. Mstakimea wa kwangu wewe. Yaani wa kwangu wewe kule manispaa. Tukiona mambo hayaendi, tunajua ni wewe umeamua compromise na watu. Ili nikwambie ukweli, hatutaki compromise kwenye mambo ya hovyo. Simamia utaratibu. Tunataka mapato, lakini tunataka amani na utulivu. Hali ya kisiasa ni moja ya ajenda tunaenda kuijadili sasa hivi kwenye kamati ya siasa. Hatutaki serikali ambayo ndio mapacha wetu watusababishie hali ya kisiasa iwe ngumu kwenye manispaa. Haiwezekani. Hatuko tayari kwa kipindi ambacho nitakuwepo mimi. Kama nitaondoka, atakayekuja atafanya compromise na nyie endeleeni. Lakini kwa sasa DC, hapana. Siasa tumemaliza, sasa hivi ni kazi. Tuko kazini. Kwa hiyo tunataka utulivu uwepo, lakini maendeleo yawepo. Hakuna anayezuia kukusanya kodi, hakuna anayezuia kukusanya ushuru, lakini isitokee ubondia ukatumika kwenye kukusanya mapato. Lakini leo manispaa hii ina miaka zaidi ya 60. Hii hapa tunazungumza. Lakini ni ajabu na ni vituko kusikia kwamba mpaka leo hakuna kitalu cha miche. Ili sijalipenda na chama hakijalipenda na hatutaki kiendelee kuwepo. Kwa muda ambao mimi nitakuwepo kama katibu wa chama hapa na kamisa na mkurugenzi, tuhakikishe ndani ya mwezi mmoja, mmesema bajeti tayari mnayo, ndani ya mwezi mmoja kamati ya siasa ya wilaya kuelekea kwenye shughuli zake za ukaguzi wa ilani, tutataka kupita na kuona vitalu hivyo ndani ya mwezi mmoja. Mkuu wa idara yuko wapi? Mazingira. Sawa. Mkuu wa kitengo? Ndio wewe. Mwezi huu mmoja. Sababu eneo mmesema mnalo. Na ninachoamini, tukiamua kudhamiria kuwa na kitalu cha miche au vitalu, wala hakuna gharama kubwa. Hizo OC mnazolipana posho, mna uwezo wa kusema OC hii tufanye reallocation iende kwenye kuanzisha vitalu vya miche. Kwa hiyo sitaki kusikia kwamba bajeti imesumbua. Mtakuwa mnapigana shoti tu. Nataka kusema mkurugenzi ameshindwa kutoa milioni 1, milioni 2 kwa ajili ya kuanzisha kitalu cha miche.